Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu imeitwa, imeendelea upande wa serikali kuweza kuwasilisha majibu yao ya zile hoja za upingamizi ambazo wakili Tundu Lissu alikuwa ameziwasilisha. Lakini kesi ilivyoanza, mwenyekiti Tundu Lissu aliomba kuwasilisha hoja 3 za msingi kuhusiana na jinsi ambavyo kesi hii imekuwa inaendeshwa. Sababu kesi ya uhaini ni kosa kubwa sana katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kwa mujibu wa katiba ibara 24 ibara 28 ibara ndogo ya 4 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa amezungumzia jinsi ambavyo kesi hii imechukua muda mrefu, kwamba iko chini ya majaji watatu, inaletwa kwa mfumo wa mikutano au wa session, ambao kwa kweli ukienda na mfumo huo unasababisha kesi ikae muda mrefu. Ameweza kueleza kwamba tokea ameshikwa ile tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 mpaka hivi leo ni siku ya 307. Sasa kesi hiyo imedumu kwa huo muda mrefu sana, lakini katika siku zote tokea kesi ilipokuja iletwa mahakama kuu, amefanikiwa tu kusikizwa kwa siku 15. Sasa ni kwamba muda mrefu sana umetumika bila kesi yake kusikilizwa, na tokea tarehe 12 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 mpaka hivi leo ni siku 87 ambazo zilikuwa zimepita, siku 88 samani ambazo kesi yake ilikuwa haijaitwa. Wao wamesema utaratibu huu sio mzuri, maana yake unasababisha matatizo. Kingine amelalamikia mfumo wa magereza wa kuzuia mawasiliano yake na mawakili na ndugu. Kwanza tokea tarehe 12 ya mwezi wa 11 imekuwa ni vigumu kwake yeye kuweza kukutana na mawakili bila kificho, bila usiri au bila ile faragha inayotakikana, kwamba sheria zile kanuni za magereza zinaagiza kwamba mfungwa anapokutana na mawakili, tunazungumzia mfungwa maana ya kwamba mfungwa aliyefungwa au mfungwa ambaye ni mahabusu, anatakiwa aweze kuzungumza na wakili wake akionekana mbele ya maafisa wa magereza ama askari wa magereza, lakini bila kusikiwa. Lakini sivyo ambavyo imekuwa tokea tarehe 12 ya mwezi wa 11 2025 hadi hivi sasa. Hiyo haki amepokonywa. Kwa hiyo alikuwa anaiarifu mahakama iweze kuchukua hatua za msingi, na vile vile haki ya ndugu kuweza kumuona na yeye imekuwa kama imezuiwa. Na kikubwa zaidi kwa uongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, viongozi na wanachama wa chama hicho kuweza kumtembelea na kumuona, imekuwa sawa wamekataliwa, haki wamekataliwa. Yeye ni kiongozi wa chama kikuu cha siasa katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Sasa ananyimwa hiyo haki, na hiyo sio sawa sawa. Kwa hiyo ameweza kuweza majaji jinsi ambavyo mambo sio mazuri, wachukue hatua, kwa sababu wao ni majaji watembezi au wanaokagua magereza kuangalia wafungwa na mahabusu jinsi gani ambavyo wanatendewa. Kwa hiyo amewataka majaji kuchukua hatua stahiki, na ameweza kumtaka na jaji mkuu kuangalia kwamba kesi inavyoendeshwa lazima izingatie kwamba hii ni kesi, ni kosa kubwa kushinda makosa yote, kwa hiyo haiwezi kuendeshwa kama kesi nyinginezo zinavyoendeshwa. Na baada ya hapo serikali waliweza kujibu hoja zake, wakionyesha kwamba yote ambao waliyafanya wao ni sahihi kabisa. Mashahidi wao wanataka kuwaficha ni sawa kabisa, kwamba hawajakiuka sheria, kwamba mwenyekiti Tundu Lissu hajaelewa vizuri sheria au amechanganya mambo. Lakini mwisho wa siku ameweza kuwajibu hoja zao na kuonyesha kwamba ile amri ya Jaji Mtembwa haikusema kwamba wafichwe katika kiboksi, ilisema utambulisho wao tu wa majina ndio ambao ufichwe. Kanuni ziko wazi kabisa kwamba sheria inapotumika isiathiri haki ya mtu kufanya nini, kusikilizwa kwa usawa. Na vile vile ni kwamba mashahidi hao kinga ambazo ziliombwa sio zile ambazo sasa hizo wanazitaka. Ile box ya pale mahakamani iliyoko pale, majaji hawawezi wakamuona huyo shahidi. Ni kweli kama yule mtu ambaye amelindwa na anatakiwa akae kwenye kiboksi, hataki kuonekana na mshtakiwa na hao watu wengine ambao wanahudhuria mahakamani, ila majaji lazima wamuone. Sasa huyo mtu haonekani kwa sababu kile kiboksi kiko usambamba kabisa na nini, na majaji hawawezi wakamuona ili kuweza kujua huyu mwenendo wake, jinsi anavyokaa pale mahakamani, kama ni mtu mkweli au ni mtu muongo. Kwa Kiingereza tunaita demeanor. Sasa kama uweze kuelewa demeanor ya shahidi, ni vigumu sana kuweza mwisho kwa jaji kuweza kufikia hitimisho kwamba je, alikuwa ni shahidi mkweli au alikuwa ni shahidi muongo. Sasa na vile vile kumekuwa na ubishano kuhusiana na tangazo la serikali iliyotangaza ile sheria ya uficho ya mwaka 2018. Serikali leo wamekuja na karatasi ambao wanasema kwamba hiyo ni uthibitisho kwamba sheria ilichapishwa. Mwenyekiti Tundu Lissu amebisha, amesema kwamba sio kuchapishwa hivyo, na amewataka majaji
kwenda na wao kufanya uchunguzi wao, utafiti wao, wasichukulie sheria kijuujuu tu, kama kunakuwa na hoja ya ubishanifu ambayo inabishaniwa kwamba kesi hiyo au sheria hiyo haikutungwa na kuchapishwa kwenye gazeti la serikali, basi ni jukumu la mahakama kuweza kujiridhisha kama ni kweli ilichapishwa katika gazeti la serikali. Kwa hiyo kesi imeahirishwa hadi tarehe 11 saa 3 asubuhi ya mwezi huu, baada ya majaji wameomba wapate muda wa kuweza kutoa uamuzi kutokana na hizo hoja ambazo zimebishaniwa.